Jifunze matumizi sahihi ya kutumia makeup brush unapofanya makeup yako. Mkononi nimeshika brush seti ambayo ina pisi 24 na kila brush ina kazi yake. Seti yake inakuwa kama hii. Kwa wale ambao mtahitaji brush seti kama hii utaipata kwa shilingi 50, zipo brush 24. Nitaifunga kama hivyo, turudi darasani. Kila hatua katika makeup mara nyingi huwa tunatumia brush. Yani brush ni kama kiungo muhimu ambacho kitatusaidia kwenye ku-apply makeup yetu. Hii brush kama ya kuchana nyusi hii, yenye kibrush fulani hivi, hii tunatumia kuchania nyusi, kulazia nyusi, wengine tunatumia hata kulazia baby hair. Si ndio hivyo? Utarudi kwenye upande wa kuchora wanja. Ukisha chora wanja wako, tutarudi hatua nyingine ya kwenda kutumia brush. Kama utatumia wanja wa gel, kwenye zile brush zangu, kuna brush nyingine ndogo kwa ajili ya kuchotea ule wanja wa gel, wengine tumezoea kuita wanja wa lulu. Sawa sawa? Tunaelewana? Haya, kwa nitachora wanja, nitarudi brush yangu ndogo ambayo ina round mbele, nitatumia kwa ajili ya kupakia concealer. Makeup nzuri inahitaji vifaa vizuri, lakini pia brush nzuri. Unaweza ukawa una makeup nzuri, una vifaa vizuri, lakini mwisho wa siku zile brush unazotumia labda ni laini sana, zimelegea sana, zinachomoka sana, hazikupi matokeo mazuri. Mbona hii brush ya kuchorea wanja inavyonyoosha vizuri? Yani brush iko soft lakini ina ugumu fulani ambao yani sijui nikuelekeze vipi unielewe. Tunaelewana? Haya. Nimechora wanja wangu, nitarudi kwenye upande mwingine wa eyeshadow. Sasa, naomba nikwambie kwa wale ambao mnahitaji full set za makeup zipo kuanzia shilingi 200,000, 250,000, 300,000 kuendelea. Umeona brush yangu ya kupakia eyeshadow ni brush ya round, nimeitumia kwa ajili ya kupakia poda kama hivi ambavyo unaona na ficha ile concealer ambayo nilipakia mwanzo. Lakini nina brush nyingi, kuna brush ambayo ni ndogo zaidi ya hapo nitatumia kwa ajili ya kupakia eyeshadow upande wa mbele huku. Sasa unaweza ukawa na brush 3 tofauti kwa ajili ya kupakia eyeshadow yako tu ili usichanganye zile rangi za eyeshadow. Unakuta kuna sehemu unahitaji rangi nyeupe, kama brush ulishaitumia labda na rangi nyekundu itaenda kuichafua ile nyeupe yako. Umeona ka brush kangu kadogo kwa ajili ya kupakia eyeshadow yangu upande wa mbele. Sawa. Kwa hiyo kwa wewe ambaye ni makeup artist, make sure kwamba una makeup brush nzuri, una vifaa vya makeup vizuri. Kwa wale ambao mtanunua vifaa kwetu, darasa ni bure, wiki nzima tunapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Sawa. Brush ile ya concealer natumia kwa ajili ya kufuta wanja wa jeli ambao nimepaka chini ya macho. Kwenye uchaguzi wa foundation tutachagua kulingana na rangi ya mteja. Brush ya round ngumu au beauty blender ndo ambao tutatumia kwenye kupakia foundation yetu. Sawa. Kwa nilichokifanya hapa nimeenda kupaka rangi ya kwanza, ya pili, ya tatu. Tutaangalia rangi ambayo ina match na rangi ya mteja wangu ndo ambao nitakwenda kuipaka usoni. Baada ya kuifuta ile foundation yangu hii nilirudia kuipaka primer. Mbona brush ya kupakia primer? Sawa. Ili kuilinda ngozi ya mteja wangu isije ikapata reaction ambazo sio nzuri, kisha nikapaka foundation nikarudi kwenye concealer. Brush ile tulopakia concealer pale mwanzoni, ile brush ina matumizi mengi. Tunaweza tukaipakia concealer kama hivi kwa ajili ya kucontour na kuhighlight. Tuna uwezo wa kuichorea concealer, tuna uwezo wa kushepia wanja, tuna uwezo wa kushepia lipstick, vyote vinawezekana. Beauty blender kama hiyo ni shilingi 1,000 tu. Kwa hiyo make sure kwamba unazo nyingi kwa sababu ukiitumia inachafuka. Kwa hiyo una uwezo wa kuitumia ukawa nazo nyingi kwa sababu bei yake pia ni ya kawaida. Ukawa nazo tu nyingi kwa ajili ya wateja wako. Huwa pia ina blend vizuri. Hii brush ni special kwa ajili ya poda. Sawa. Kwa hiyo nitapaka poda yangu kama hivi ambavyo unaona. Baadaye nitaenda kumalizia kwenye upande wa lipstick. Kwa hiyo kwa wewe ambaye ni makeup artist, make sure kwamba unafuatiliza hatua zote. Kingine cha muhimu, hii ni puff powder, ni kisponge special kwa ajili ya kupakia setting powder au wengine tumezoea kuita banana powder. Unaweza ukapulizia makeup fix kama hivi kwa ajili ya kuiset makeup yako ikae vizuri zaidi. Brush ndogo ambayo sio kubwa sana unaweza kutumia kwa ajili ya kupakia blusher au highlighter. Umeona brush yangu ninayoitumia hapo? Sawa, kwa wale ambao mtanunua brush kama hizi ambazo natumia mimi. Brush zangu zote zimeandikwa Real Perfection.
Sawa, kwa ukinunua tofauti na hapo, unaweza ukaona ni mkanda kama huu ambao unatumia, lakini quality ikawa iko tofauti. Hakikisha brush yote ambayo inainunua imeandikwa Real Perfection. Nitakwenda kuwaonyesha nadhani kesho kwa ukaribu zaidi, ili usije ukajikuta umepata kitu cha tofauti. Na Real Perfection kwa Tanzania ninazo mimi peke yangu. Hakuna mtu mwingine ambaye anaziuza. Sasa ukiangalia zote zimeandikwa Real Perfection. Brush ndogo tena nitaenda kuitumia kwa ajili ya kupakia lipstick. Kama hivi ambavyo unaona, nitaiblend lipstick yangu vizuri. Baada hapo nitakwenda kumalizia makeup yangu na kukuonyesha muonekano wa mwisho. Kwa wale ambao mtahitaji makeup set, zipo kuanzia 200,000, madarasa bure wiki nzima. Mnaotokea mikoani tunatumisha seti. Mnaohitaji kuja kujifunza mambo ya saluni tunawakaribisha. Tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Mafunzo na huduma tunazotoa sisi ni za uhakika. Karibuni muweze kujifunza nasi, karibuni muweze kufurahia huduma zetu. Una swali, una chochote, niandikie kwenye komenti. Unahitaji kujifunza zaidi, niandikie kwenye komenti. Nilikuahidi mwaka huu nitakwenda kukufundisha mambo mengi sana yanayohusiana na urembo. Usipojua makeup mwaka huu, usipojua kusuka mwaka huu, labda tu uwe haupo tayari. Final touch, nimeenda kupulizia makeup fix kama hivi, na huu ni muonekano wetu wa mwisho. Mteja wangu kapendeza sana. Umeona alivyopendeza? Nadhani ukiangalia before yake na after unaona kuna utofauti mkubwa. Karibuni sana, mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwaherini.